Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada maalum ya kujiweka wakfu katika mwezi mpya, mwezi wa 4. Na Mungu amesema nami na nitasema vile ambavyo Mungu amenionyesha na kusema nami. Wakati nikiomba kwa habari ya kupata taarifa za mwezi huu wa 4, Bwana akanionyesha watu wakitoka kwenye magereza. Watu wakitoka kwenye magereza. Na katika tafsiri yake Mungu akawa ananisemesha kwamba yapo magereza ya watu walioshikiliwa kwa muda mrefu. Magereza yanaweza yakawa ni magonjwa, yanaweza yakawa ni magereza ya kiuchumi, yanaweza yakawa ni magereza ya kimahusiano. Kwa namna yoyote naona watu wakitoka kwenye magereza yao. Lakini Mungu akanifundisha, akaniambia kwamba usiangalie vile watu wanavyotoka kwenye magereza yao. Nataka uwaambie watu ni nini kimetokea na nini ambacho kinasababisha mwezi huu watu kutoka kwenye hayo magereza yao. Ni nini kinachoenda kutokea? Ndipo nikapelekwa katika kitabu cha Wakolosai sura ile ya 2 na mstari ule wa 14a. Maandiko yanasema hivi: akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa kutushtaki. Kumbe moja ya jambo kubwa Mungu anaenda kulifanya mwezi huu wa 4, anaenda kutuondoa katika magereza yetu. Ni mwezi wa kuondolewa katika magereza yetu, magereza mbalimbali. Mengine tunayajua, mengine hatuyajui, lakini Mungu akawa ananisemesha, waambie watu wangu ni nini kinaenda kutokea. Anasema anaenda kuifuta ile hati za mashtaka, kwa sababu kilichomuingiza mtu kwenye gereza huwa zinakuwa ni hati za mashtaka. Hakuna mtu ambaye ameingizwa kwenye gereza bila hati ya mashtaka. Hata katika ulimwengu wa mwili unaona kabisa wote waliopo kwenye magereza walipelekwa kule kwa sababu ya mashtaka, kwa sababu ya hati za mashtaka zilizosomwa, wakahukumiwa kuingia kwenye magereza yao, wakajikuta wako ndani ya gereza. Ukitaka kumtoa mtu katika gereza liwalo lolote, ni lazima urudi kuangalia zile hati za mashtaka zilizomfanya huyo mtu aingie kwenye lile gereza. Kwa Mungu anapoenda kututoa kwenye magereza yetu, lazima kwanza Mungu apite kwenye kanuni yake, kuangalia hati za mashtaka. Hati za mashtaka. Hizi hati za mashtaka ambazo zimeongelewa hata kwenye kitabu cha Ufunuo, kwamba ni nani huyu aletaye hizi hati za mashtaka. Anasema katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya 12 ule mstari wa 10, anasema nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na malaika wa Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Yeye anayetushtaki mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Maana yake ni nini? Kuna namna unaweza ukajikuta adui anakutengenezea visa ambavyo vitakuundia hati za mashtaka. Tunaona kabisa ya kwamba hata kile kipindi cha bustani ya Eden, pale ambapo yule adui alienda kuongea na yule mwanamke, akamtengenezea hati ya mashtaka iliyomwondolea mahusiano kati ya uzao kati ya watu wa Mungu na Mungu wao. Kwa hiyo unajikuta akina Adam automatically waliondolewa kwenye neema waliokuwa nayo ya ushirika na Mungu, kwa sababu kuna namna shetani aliwadanganya, halafu alivyowadanganya akawatengenezea hati ya mashtaka. Automatically wakajikuta akina Adam na Hawa wako tayari kwenye uharibifu kwa sababu ya mashtaka ambayo adui ameyatengeneza, amewadanganya, lakini mazingira wanayoyapitia yanawashtaki kwa Bwana, kwa sababu ilikuwa imetolewa agizo, maelekezo yalitolewa ya namna ya kuishi katika ile bustani. Anavyokuja adui anakudanganya, na baada ya kukudanganya anakushtaki.
Kwa hiyo unajikuta mara nyingi sana wengi tumeingia kwenye magereza ya uharibifu, lakini unakuta kulikuwa kuna udanganyifu adui aliofanya, halafu akisha tudanganya anatutengenezea hati za mashtaka. Na ndio maana Biblia inaeleza ya kwamba shetani ni baba wa uongo. Akija kukudanganya, dhamira yake kubwa ya kukudanganya ni kukufitinisha na Mungu, kukutengenezea hati ya mashtaka na kukuingiza kwenye magereza. Na ndio maana magereza ya kiroho huwa yamebeba sababu ya mtu kuingia huko, na moja sababu ni mashtaka mbalimbali adui anaweza kainua juu yako. Unajikuta anakuja kukudanganya yeye mwenyewe ya kwamba usitoe fungu la 10, usitoe. Lengo lake anataka kuiharibu, anataka kushtaki kwenye mifumo yako ya kubarikiwa, kwenye mifumo yako ya kuinuliwa. Lazima akudanganye kwanza, halafu baada hapo akikudanganya anakuandalia hati ya mashtaka. Akikuandalia hati ya mashtaka, anaenda kukushtaki na kukusababisha uingie kwenye gereza. Kwa hiyo hiyo ndio process, huo ndio mchakato wa namna ulipoanguka kiuchumi. Siku ulioanguka kiuchumi haukuanguka siku hiyo, mchakato ulianza taratibu. Shetani akakudanganya, akakwambia hili fungu la 10 usitoe, ili wewe usitoe, akaweka na uzito ndani yake. Ukasema bwana, mimi sitatoa. Bwana, nitatoa mwezi unaokuja, au nitatoa kwenye kitu kingine, nikipata nitatoa. Anakudanganya, anatangulia kwanza kukudanganya. Anakudanganya kwa sauti ya ndani, anakudanganya kwa uzito, anakudanganya kwa kila aina kudanganya. Halafu baada ya hapo akisha kukudanganya, halafu kaacha kutoa fungu la 10, anaenda tena kusimama kwenye kiti cha mashtaka. Manake Mungu ameamua yeye ya kwamba Ibilisi awe mshtaki, ameamua. Kwa hiyo shetani anaenda kusimama tena kama mshtaki, aambia huyu mtu hatakiwi kufanikiwa, mtu huyu hatakiwi ardhi yake mzalie matunda, mtu huyu hatakiwi kuongezwa mshahara wala biashara yake kustawi, kwa sababu hajatoa ama amefarakana na fungu la 10. Na we Mungu umesema, anatushtaki kwa maandiko. Anasema hivi, na yeye Mungu umesema ya kwamba utanikemea mimi shetani nilae, kwa sababu huyu mtu amekutolea fungu la 10, lakini kama hajakutolea fungu la 10 mimi niko huru. Shetani huyu anaongea. Kwa hiyo unajikuta anatafuta uhalali wa kukuingiza kwenye vifungo vya kiuchumi kupitia kudanganywa, halafu ananyanyua hati ya mashtaka. Sasa neema ya Mungu inapokuja huwa inaanza kwanza kushughulika na hati za mashtaka. Na ndio maana ukisoma hapo utaona Mungu, kazi kubwa Kristo Yesu aliyokuja kuifanya, alikuja kuziondoa hati za mashtaka. Inamaanisha bila kuziondoa zile hati za mashtaka, ni utaratibu, yale mashtaka ilibidi yawe ni hukumu ya kutuingiza kwenye magereza mbalimbali. Unaweza ukakuta mtu anaingia kwenye gereza la magonjwa, lakini ukiangalia Biblia inaeleza dhahiri mchakato wa mtu kuweza kuingia kwenye magonjwa. Inaweza kuwa ni uvamizi, inaweza kuwa ni uonevu wa nguvu za giza, lakini upo mchakato ambao tunaona namna ya kutoka. Anakuambia akusameaye dhambi zako zote, akuponyaye na magonjwa yako yote, akukingaye ama auwekaye uhai wako mbali na kaburi. Kwa hiyo unakuta kumbe kuna dhambi inayomuingiza mtu kwenye magonjwa, inayomuingiza mtu kwenye kaburi. Kwa hiyo mashtaka yakija kufutwa, yanamuondoa mtu kwenye magereza ya magonjwa yake, yanamuondoa mtu kwenye hatima yake ya uharibifu. Kwa hiyo unajikuta kuna namna Mungu anaenda kututoa kwenye magereza mbalimbali. Angalia, kila mateso unayoyapitia ni matokeo ama ni hali inayoendelea kwenye gereza katika ulimwengu wa roho. Unapoona hauna amani, ni gereza, ni kifungo cha kukosa amani, ni kifungo. Unapoona kwamba hauna furaha, ni kifungo, umekosa furaha, ni kifungo. Unapoona ya kwamba una misukosuko ya kiuchumi, ni kifungo cha kiuchumi. Unapoona kuna hali fulani vya kama ya pressure, unakuwa na depression, unakuwa na hali fulani vya kutokuwa na amani, msongo wa mawazo, ni kifungo hicho.
Na ndio maana Kristo Yesu alikuja kutuondoa katika vifungo, na ndio maana akasema funguliwa, unaenda unafunguliwa. Na hii ni lugha ambayo imekuwa ikitumika ya kiroho, na Yesu mwenyewe alianzisha kwamba tunatolewa kwenye vifungo. Kwa hiyo inamaanisha hata tunavyowaombea watu asema funguka kwa jina la Yesu, ufunguliwe kwa jina la Yesu. Afunguliwe wapi huyu mtu? Kwenye vifungo. Aliingiaje huko? Kuna hati za mashtaka zinazomfanya ingie huko. Tumekuwa tukiwahudumia watu, angalia, kuna hati za mashtaka ambazo unakuta mtu anashindwa kufunguliwa kwa sababu anakwambia hivi, huyu sisi ni mtu wetu, ameingia huku kwa sababu ya mashtaka fulani ya kifamilia, ya kwamba amekabidhiwa huku, ni miungu inamfuatilia. Sasa huyo mtu ataondokaje kule? Mpaka neema itakayoshuka kutoka kwa Bwana iende ishughulike na hati za mashtaka. Na ndio maana ukisoma hapa tuliposoma utakuja kuelewa kwamba Yesu alipokuja, namba moja, alikuja kushughulika na hati za mashtaka. Biblia inasema akazigongomelea msalabani. Hizi ndio hati zile zilizotufanya tukae kwenye uharibifu. Na ndio maana ukisoma hapa anasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu, nanyi mlikuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa miili yenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kuwasamehe makosa yenu, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu. Anasema akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani. Kwa hiyo inamaanisha moja ya kazi ya msalaba ni kuyaondoa mashtaka, na yale mashtaka yanayofanya watu watoke kwenye magereza. Huu ni mwezi wa 4, ni mwezi ambao Bwana amenionyesha magereza yanaenda kuwatapika watu, magereza ya kiroho yanaenda kuwaachilia watu. Yale magereza yatawaachilia watu kwa sababu Bwana anaenda kutengeneza jambo jipya kwenye zile hati za mashtaka. Ile damu ya mwana kondoo, kazi kubwa ya damu ya Yesu ni kufuta hati za mashtaka zilizoandikwa na nguvu za giza, hati za mashtaka zilizotutangazia hatia na kutupeleka kwenye magereza. Tunapoitia damu ya Yesu, zile hati za mashtaka zinaondolewa na hatimaye tunakuwa huru. Nataka tuende mbele za Bwana, tujiweke wakfu katika mwezi huu. Huu ni mwezi wa 4, ni mwezi ambao hati za mashtaka zinafutwa automatically kwenye magereza yaliyoshikilia watu wa Mungu. Yale magereza yanaenda kuachia watu, tunaenda kutoka huko. Kwenye magereza ya magonjwa tunaenda kutoka huko. Kwenye magereza ya economic hardship, hali ngumu ya kiuchumi, tunaenda kutoka huko. Kwenye magereza yote kwa uharibifu wake, tunaenda kutoka huko. Magereza ya stress, msongo wa mawazo, tunaenda kuchomoka huko kwa neema kubwa ya mwezi huu. Mafuta yameachiliwa ndani ya mwezi huu ya kuwatoa watu katika magereza yao. Tukateni tukajiweke wakfu. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai, tunakushukuru kwa maana unazidi kusema nasi, haujawahi kaa kimya. Mungu liye hai, wewe unayetutoa katika magereza yetu, yale magereza yaliyotushikilia kwa muda mrefu, yale magereza tunayoyajua na tusiyoyajua, lakini yameshikilia maisha yetu kwa muda mrefu. Mungu liye hai, umesema unatuondoa kwenye hayo magereza, yale magereza ya mateso yetu, ya magonjwa, yale magereza ya uchumi mbaya, magereza ya faraka kwenye ndoa, yale magereza yanayotutesa kwenye uchumba, yale magereza ya kutokuzaa wala kuongezeka, yale magereza ya kutokuoa ama kuolewa, yale magereza yote kwa sababu zake na kwa namna iwayo yote ambapo tuliingizwa huko, Mungu liye hai, unaenda kutuondoa, kwa maana unarejea kwenda kuziangalia tena hati za mashtaka na kuyafuta mashtaka yote na kututoa kwenye magereza. Mungu liye hai, asante, kwa maana ninaona katika ulimwengu wa roho, wakati huu unaongea, ninaona mtu anapona, kwa maana tayari operation imekwisha kuanza. Wakati unapoongea, naona kuna mtu anafunguliwa kwenye kifungo chake.
kwa maana tayari operation imekwisha kuanza. Wakati huu ninaona mtu mauti kimwachia, wakati huu unaona magonjwa kimwachia, wakati huu unaona mtu mmoja akitoka kwenye mateso yake, kwenye ndoa yake. Nimeona mtu mmoja anafunguliwa, ninaona mtu mmoja anaondolewa kwenye mashtaka, anaondolewa kwenye magereza, kwa maana hati za mashtaka tayari, uwepo wa Bwana umeshaanza kutembea kwenye nguvu ya mwezi wa 4 ya kuondoa hati za mashtaka na kuwatoa watu kwenye magereza yao. Mtu mmoja amini na aseme, ninatoka kwenye hilo gereza, ninaondoka kwenye magereza yangu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa neema na rehema. Asante kwa mkono wako wenye nguvu. Asante kwa kibali chako, kwa maana magereza yanawaachia watu. Watu wanatoka, hawataumwa tena. Watu wanatoka, hawatateseka tena. Watu wanatoka, hawatatembea tena kwenye uchumi mbaya. Watu wanatoka, uonevu na waachia. Magereza yanawatapika, watu wanaondoka, watu wanatoka. Naona misingi ya gereza imetingishwa. Ninaona watu wanaondoka, milango imefunguka, watu wanatoka kwa jina la Yesu Kristo. Yule malaika aliyemtoa Petro gerezani, ninaona anakutoa wewe katika gereza lako kwa jina la Yesu. Ninaona unaondolewa ile misingi, ile nguvu iliyotingisha misingi ya gereza la Paulo na Sila. Ninaona ikitingisha misingi ya gereza lako. Ninaona hati za mashtaka zikifutwa. Ninaona mtu mmoja anatoka, ni wewe unatoka, na familia yako inatoka, na watoto wako wanatoka. Mungu liye, asante kwa maana umelithibitisha hilo kwa nguvu zako. Nasi tunajiweka wakfu katika mwezi huu wa 4 katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tunajiweka wakfu kutembea kwenye nguvu ya kuondoka kwenye magereza yetu. Vifungo vinatuachia, magonjwa yanawaachia watu wako, giza linawaachia watu wako katika jina la Yesu. Baba, asante. Uchawi unawaachia watu wako katika jina la Yesu. Ninaona giza la uchawi likiondoka katika jina la Yesu. Baba, asante kwa neema hiyo. Sifa na heshima ni vyako katika jina la Yesu, amen. Mungu wangu akubariki sana. Utashika sadaka yako. Hii sadaka ni ya ushindi, kwa kutakuwa kuna vita. Hii sadaka ni ya ushindi, kwa sababu tunapotoka kwenye magereza yetu ni ushindi. Hii ni sadaka ya ushindi, kwa kutakuwa kuna vita. Hakikisha unapambana na hiyo vita na unafanikiwa kuitoa sadaka yako ile Mungu anayokusemesha ndani yako, kwa sababu kama Bwana amekusemesha utoe sadaka fulani, inamaanisha Mungu anakusemesha sawa sawa na kinachoendelea ndani yako, ama sawa sawa na operation anaenda kuifanya ndani yako. Adui akija na yeye atakusemesha either usitoe, ama akaipinga ile sadaka akakwambia usitoe hiyo, toa hii. Akatamani sana operation hiyo isifanyike ili endelee kukalisha kwenye magereza. Hakikisha unatoka kwenye gereza, unaiachilia sadaka yako nzuri kwa Bwana, unatoka kwenye gereza lako. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako ya kutoka kwenye gereza lako na kufutiwa hati za mashtaka yako ambayo yalikupeleka huko. Utaiachilia kwenye hiyo lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 57 78 76 0, au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.